Sasa Uislamu ni dini saada, ni dini imekuja kwa lengo la kuwaweka watu katika hali ya furaha, hali mzuri. Allah kajalia kule kumlisha mwenye njaa, kule kumlisha yatima ambaye yuko katika hali ngumu, kule kumtoa mtu kwenye tatizo kubwa lilomkabili, ni sababu ya kuingia janna. Kama vile mwenye kwenda haji akaifanya haji yake mzuri kwa mamilioni ya pesa, akirudi kayaumi waladathu lakini wewe kwa kufanya lile direct, Allah tabarak wa taala akwambia kwa nini hukwei mlima ambao utashukia peponi. Ibada hii imesahaulika na maafa yake ni makubwa. Wenzetu, nitachukulia, wacha niwe wazi, leo kuna janga la madawa ya kulevya. Sijui kama huko kwenu limefika. Naam, hili janga lipo na mlengwa ni vijana wetu, au sio? Na vijana wanawaona wenzao walotumia hili mwisho wao na kuwa vipi, au sio? Anamuona mwenzake huyu alianza mambo haya, mwisho imekuwa adui yake mkubwa ni maji, hata kuoga hawezi. Kitaka kumuua mwage maji yule, inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa hivyo wanayaona madhara, lakini kitu gani kinawavuta mpaka naye akaingia kule? Wema. Hawa mabwana watumia silaha ya wema kumuonyesha anampenda, kuonyesha anafaidika, anapata hiki, haji moja kwa moja akapewa madawa ya kulevya. Lakini kwa wema atakaopata mwisho ataingia kule. Leo tuna janga lingine katika vyuo vyetu. Kuna janga la watoto wetu wa kike kuolewa na wasiokuwa Waislamu katika vyuo vikuu. Hili lipo pia. Vyuo hivi ambavyo si vya Kiislamu, wampeleka mtoto wako akiwa na maadili mazuri, lakini asomea medicine miaka 6. Katika miaka 6 ile mara wamkuta yule amekuletea mtu la qibala la, haangaliki uso wala kishogo. Na tayari mtoto huyu amejisahau malezi yote aliyopewa, wema aliofanyiwa na wazazi, hashikiki. Kumbe ni mpango umepangwa, maandalizi maalum. Sisi bado hatujaamka kwamba hii ni ibada tukufu ya kuweza kufanyiana wema. Waona ukishapiga swala yako, ukitoka upige vikombe 5 vya kahawa, wewe kwisha. Zaidi usengenye na wawili, utusi yule, udharau yule, wewe mu'min. Lakini wenzetu hawalali. Wameona huu ni mlango mpana sana wa jabrul khawatir, kuweza kuwajenga watu katika wema, kwa sababu wema unamfanya mtu awe mtumwa. Mmoja katika Waarabu alisema huko zamani, ahsin ila nasi tasta'bidu qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsani. Ukitaka kuzimiliki nyoyo za watu, wafanyie nini? Wafanyie wema. Mara nyingi mwanadamu anamilikiwa na nini? Na wema. Kwa hivyo makusudio yangu ni kwamba tujitahidi sana katika ibada hii, kwa sababu ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala kaifanya ni ibada bora yenye kutuweka pahali pazuri, na si pengine ni janna. Jambo la kuunganisha ibada hii, jina lake jabru, limetokana na neno ndani ya Qur'ani katika sifa za Allah, al-Jabbar. Allah ndiye mwenye kuunganisha mioyo ya watu. Anayeumwa akampa shifa, aliyefukarika akamtajirisha,
alokuwa jahili akawa msomi. Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kuzinyanyua nyoyo za watu na kuziunganisha, ni Jabbar. Lakini tafsiri ya al-Jabbari tumeipeleka sisi upande mmoja tu. Jabbari ni mtu mwenye, lakini maana al-Jabbari ni mwenye uwezo wa kubadilisha hali mbaya kupeleka kwenye hali nzuri. Angalia Allah tabarak wa taala alivyo mend moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani. Amwambia wala sawfa yu'tika rabbuka. Ndio al-Imam Sufyan ath-Thawri yasema ma ra'aytu ibadatan yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih mithla jabri al-khatiri akhi al-muslim, mithla jabri khatiri akhihi al-muslim. Sijaona ibada inamweka mtu karibu na Mola wake kuliko ibada hii ya kutengeneza, ya kuunganisha fikra ya muumini iliyokuwa katika dhiki akamleta kwenye furaha. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha ahabbul a'mali ila Allah ba'da al-faridati idkhalu as-sururi 'ala al-muslim. Katika amali zinazompendeza Allah baada hizi faradhi 5, basi ni ibada gani? Kuingiza furaha kwa ndugu yako nani? Muislamu. Qur'ani imetupa mifano mingi ya kuonyesha kwamba hii ni tabia njema, kwa sababu Allah tabaraka wa taala mwenyewe kaidhihirisha ibada hii kwa mitume wake. Kama tulivyosoma aya, tunaona kwenye suratul Duha Allah tabarak wa taala akimwambia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarlah. Lakini vile vile ukiangalia kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam, pale ndugu zake walipomtupa kwenye kisima, akawa ndani ya kisima kile, yuaingia yuaporomoka ndani ya kisima, na Allah tabarak wa taala akaweza kumjenga Yusuf kwamba asihuzunike pale alipo, kwa sababu atakuwa salama, na kuna siku Yusuf alayhi salam atakuja kuwaelezea watu wake, ndugu zake, yote yale waliomfanyia. Nasema jambo hili latakikana liingie leo katika waumini. Lao kutatokea kikundi kisimame katika kufanya kazi hii ya kuwainua wale wanyonge na kuwaweka katika hali nzuri, watu hawa mara nyingi watakuwa ni watu wa kudharauliwa. Siku moja nakumbuka nilikuwa sehemu hapa Tanzania. Kuna kikundi fulani cha Waislamu, kazi yao moja waliojipa ya katika ya kheri, asubuhi wanaamkia hospitali. Wakifika pale wanashughulikia wagonjwa, hasa wale ambao hawana watu wa kuangalia, wametelekezwa ama ni mgeni. Wanamsimamia kwa hali zote, labda wanamsafisha, kumuogesha, anapewa chakula, wanajua hali zake, kama kuna dawa anahitaji na hana hela. Yani hizi ndio kazi zao. Sasa baada kutoka pale hospitali, nikaja mjini, nikaingia kwenye mkahawa na kile kikundi. Na ilikuwa ni alfajiri, nafanya mazoezi kabisa, nimevaa nguo kidogo, kanzu ya mikono mifupi hivi, kofia kile wale wa Kenya kule Nairobi itakiwalai kile cha bandika hivi. Basi kuna bwana mmoja auliza, kina nani hawa? Ambia wankosa kazi ya kufanya hawa. Hawa ni wale jamaa hawana cha kufanya.
Sasa kama huyu hana cha kufanya, lakini kule kumtembelea mgonjwa bila kumhudumia, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kumzuru mgonjwa asubuhi, malaika 70,000 wanamwombea dua mpaka jioni, siku mzima, mchana mzima, dua ya malaika. Jamani, kuna kazi bora kuliko hiyo? Na mwenye kufanya jioni akamtembelea mgonjwa, malaika kama hivyo wanamwombea mpaka asubuhi, usiku mzima. Lakini kwenye mentality za Waislamu wasema hawana cha kufanya. Hawa ni wale ambao hawana cha. Leo mtu aza kukuuliza, pengine ukamwambia mwenzako, hapa tuna yatima, sisi tunafurahi maisha yetu, yatima wetu twajua wanaishi vipi, wanasoma vipi, wanakula vipi. Akamwambia, wewe bwana, nawe utakujifanya Saidna Uthmani bwana, kila kitu wewe upo. Ni kweli Abubakar Siddiq bwana, akiulizwa sadaka mimi, umefunga mimi, sijui umetembelea mgonjwa mimi, jeneza mimi, chana nao. Lakini kwa nini waishi? Umejiuliza swali? Kwa nini uko duniani waishi? Lengo la kuishi ni kutafuta radhi za Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Leo vipi wasokuwa na imani hiyo wanayafanya mazuri haya wakitamani tu sifa? Wewe unaitaraji malipo ya Allah, tuwe nyuma katika hilo. Wallahi, lau tungekuwa tuna fikra hii ya kujua kwamba hizi amali za kufanya kwa ajili Uislamu ni mambo mawili, lau tungejua hivyo, Uislamu unatembea na miguu miwili, ibadatul khaliq wa ihsan ila makhluq. Uislamu unatembea mguu wake wa kwanza ni kumwabudu, itqanu liibadati lillah, kumwabudu vizuri Allah. Lakini kazi ya pili ya Uislamu ni ihsan ila khalqillah, ni kuwafanyia vizuri viumbe vya nani? Wa Allah. Haya mawili ndio Uislamu wako wote. Ndio utakuta Allah hata alipoeleza kuabudiwa yeye, la pili amesema waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. La pili wa bil walidaini, ibada kwake, wema kwa viumbe wake. Man a'ta wattaqa, au sio? Man a'ta wattaqa, mwenye kutoa na akamwogopa Allah, afanya wema na huku aabudu. Leo tungekuwa twenda na Qur'ani yetu hii, Waislamu tungekuwa tuko sehemu mzuri. Tuna hospitali zetu ambao zinamstiri mwenye uwezo na asiye na uwezo. Tuna shule zetu mzuri zinamsomesha mwenye uwezo na asiye na uwezo. Tungekuwa tuko na kila kitu. Lakini tunaisoma Qur'ani nusu-nusu, kutozingatia kwamba haya ni katika ibada yetu sisi kufanya wema. Angalia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siku moja wako kwenye itikafu kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwona bwana mmoja katika wenzake walio kwenye itikafu hana raha, yani uso wake unakwambia huyu ana matatizo. Ibn Abbas akamuuliza, una nini wewe? Mbona hujachangamka? Akamwambia, mimi nina deni la mtu na leo ilikuwa ndio siku yangu ya kufanya nini? Ahadi yangu ya kumlipa, lakini sijafanikisha. Nina dhiki kwamba leo nitakuwa mrongo, sijamlipa, na nimemwahidi Muislamu mwenzangu nimlipe deni lake. Ibn Abbas akamwambia, nikaseme naye? Mmoja katika wenzake akamwambia, ya Ibn Abbas, ya Abdullah ibn Abbas, kumbuka wewe kwa kwenye itikafu
huwezi kutoka, usiharibu ibada tukufu ya itikafu. Utatoka vipi kwenda kuongea na mtu huko mtaani? Akamwambia, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mwenye kutoka akafuata mtu kwa haja yake mpaka akamtimizia ni bora kuliko kukaa itikafu kwenye msikiti wangu huu mwezi mzima. Yani sijui naeleweka jamani? Naam? Wewe anambia nitaharibu itikafu. Sasa hii itikafu niliokaa kama ni siku moja, mimi nikaenda kukidhi haja ya mwenzangu, nikammalizia tatizo lake, naandikiwa nimekaa itikafu mwezi. Jamani, ingekuwa twabeba fikra kama hii katika akili zetu, nadhani tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana. Tungekuwa tumeokoa umma wetu kiasi kikubwa sana. Vijana wanaofika mpaka kuingia kwengine, tungekuwa tuna polytechnic zetu, walosoma vizuri tuna vyuo vyetu, waloanguka tuna sehemu zetu za kuwafundisha kazi. Pale pale anafundishwa kazi na anafundishwa dini. Tungekuwa tuko vingine kabisa. Lakini leo tumeikubali mguu mmoja, itqanu al-ibadatu lillah, as-salah was-sawm waz-zakah, lakini tumeisahau ibada nyingine ambao ni ihsan ilal makhluq, kumfanyia wema nani? Kiumbe. Allah tabarak wa taala katika suratul Duha atuonyesha picha ya kuujenga moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni aya ngapi zimekariri? Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Allah tabarak wa taala atuonyesha kwamba sisi katika mafanikio yetu ni lazima tutembee na miguu miwili. Tutembee na ibada mzuri na tabia mzuri, mpaka kuonyesha wale ambao watakuwa wanaipinga na kuikanusha dini hii wamekosa mambo mawili: wamekosa ibada mzuri, wamekosa tabia mzuri. Araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Kwanza imeanza na tabia. Namjua yule anayekanusha dini hii ni yule ambaye anamdhalilisha yatima. Wala yahullu ala ta'ami al-miskin. Dalili ya pili ya kuipinga dini hii ni pale mtakapokuwa hamuhimizani kuwalisha nani? Maskini. Alafu ya tatu sasa, ya pili katika alama ya mtu ambaye ni mpinzani wa dini hii, fawailun lil musallin. Kama vile katika mazuri Allah ameanza wataawanu ala albirri wattaqwa, kaanza kwanza wema alafu ibada, hivi hivi huku akaanza na tabia njema alafu ibada nzuri. Tuna dharura waumini kulifikiria hili kwa kina, ili kulinda zile dirisha ambazo leo wengine wanapenya ndani yake. Tutalalamika sana, watoto wanaharibika, lakini tuwafanya nini katika sababu za kuwatengeneza watoto wetu? Kama jambo hili tumelisema la madawa ya kulevya lilivyo na athari mbaya katika maisha, kwa sababu moja katika jambo hili linaondosha sifa ya kijana kuwa kijana. Sifa ya kijana ni kuwa na nguvu, au sio? Akitumia madawa ya kulevya atakuwa na nguvu kweli? Sasa kijana huyu ambaye Zakaria anamueleza aje anisaidie mimi,
habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Kijana huyu ambao wamtarajia akusaidie, leo akitumia vitu hivi, yeye atakakusaidiwa yeye. Kizazi ambacho tukihitaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema tanakahu takthuru, oaneni ili muwe wengi, fa inni mubahi bikum yawm alqiyama, mimi nitakuwa nikijivuna na nyinyi siku ya kiyama kwamba nina umma mkubwa. Akitumia vitu hivi, masala ya kuwa na bibi na kuwa na watoto ndio amefanya nini?